ukishindwa kuzika kwenye makaburi ya pamoja ya halmashauri, tuna maeneo mengi ya makaburi. Tuna eneo la Karanga, lakini tuna eneo lingine kule eneo la Miembeni, kata ya Miembeni, tuna kata ya Njoro, tuna kata ya Pasua, tuna kata ya Soweto. Ukiona maeneo yote hayo hayatakufaa, basi ni vema ukalenda labda vijijini, labda kama ni Rombo umetoka, ni wapi, ni vema zaidi, kwa sababu msiba ni ibada, na ni vizuri, na ni safari ya mwisho au ni harusi ya mwisho ya marehemu. Ni vizuri basi tukatii sheria ili tumheshimu marehemu. Kwa usumbufu unapotokea kwenye ibada au kwenye kumsitiri marehemu, inakuwa tunamshushia hadhi marehemu. Lakini tunapokuja kwenye utekelezaji wa sheria sasa, kwa kutumia oda ya mahakama, nizungumzie labda faida chache za kutokuzika kwenye nyumbani. Labda kabla ya hapo, je, pale pengine nyinyi kama manispaa, nyinyi kama kwamba tunaona kabisa kuna sheria, lakini nyinyi mnaona kabisa hili eneo sio sahihi, lakini mtu yeye anataka azikiwe sehemu fulani, nyinyi kama nyamoni pengine mtakuwa mnaenda kinyume na kile anachokitaka yeye? Unajua mtu ni mimi nawe na wengine. Unajua unapopanga jambo lolote, kwa mfano sisi tunapotunga sheria ndogo, kwa mfano inatakiwa isikilizane na sheria nyingine za nchi. Kwa pia sisi tunapopanga mambo yetu, pia tutakuwa tuhakikisha mambo ambayo tunayapanga haikinzani na sheria za nchi au eneo husika. Nisemeje? Tunatoa elimu sasa hivi, mimi na wewe tunaisikia. Kwa tunapotoa pia usia wetu sisi tusikilizane na hicho ambacho tunakizungumza, kwa sababu baadaye inaweza ikawa sivyo na ikaleta usumbufu. Kwa mimi na wewe tukao tunapanga sasa, tunataka tuzikwe wapi, tupange sehemu sahihi. Tusilazimishe nataka nizikwe Msaranga kwa mfano kwa sasa hivi. Lakini anaona kwake ni sahihi. Ameona sahihi, lakini lazima angalie sheria za nchi zinasemaje. Kwa mfano ziko sheria nyingine. Kwa nini huwezi kujenga eneo la hifadhi ya barabara? Kwa sababu tunazingatia sheria. Ili linakuwa gumu kidogo kwa Kilimanjaro, kwa sababu ya tuna mila potofu ya Kichaga, hasa kwa Wachaga, kwamba nikimzika mtu nyumbani nitakuwa yani mtu mwenyewe anaona akitoa usia kwamba nikizikwa hapa nitakuwa ninalinda eneo hili. Na pia watu wengine wanaona wakimzika huyu mtu eneo la makaburi ya pamoja, inaonekana kama tumemtupa huyu ndugu yetu. Ni dhana potofu ambayo tunataka tuachane nayo kwa sasa hivi. Mji wetu ni mdogo, una square kilomita 58 tu, na hapa katikati miaka mingi tumekuwa tukiwa na movement nyingi za kwenda kuwa jiji. Hasa kwa hali hii hatuwezi kuendelea, kwa sababu haya matumizi mabaya ya ardhi yana affect maendeleo ya baadaye. Sababu tunaposema kupanuka, kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kufanyika, miundombinu ya barabara, shule na kadhalika. Lakini tukizika kila mahali, tunakuwa tumeikata ardhi vipande. Na matumizi ya ardhi yanasema, tunaposema eneo lililotengwa, ina maana eneo la makaburi ambayo yametengwa kwenye mchoro inaonekana, michoro ya mipango miji inaonekana eneo la makaburi, na ndio eneo sahihi. Kwa hiyo ukiwa na makaburi mengine eneo lingine, inakuwa ni changamoto ku identify makaburi. Endapo kuna issue yoyote ya kufidiwa, kudhibitisha makaburi yalikuwa mangapi, inakuwa ni ngumu. Lakini kwa database ya labda makaburi ya pamoja, yanajulikana ni makaburi mangapi hapo mpaka sasa hivi, na taarifa zinatunzwa vizuri. Kwa hiyo inaweza kana umezika mahali miaka 50 iliyopita, yako makaburi ya 50 au mangapi, lakini hakuna alama au hakuna taarifa za kutosha kuhusiana na yale makaburi. Sawa. Sasa inatokea labda kuna kitu kinatakiwa kufanyika pale, yale makaburi yanapotea, sababu kwanza panakuwa hamna taarifa, kuna alama na taarifa. Kwa hata kuja kufidia au kufanya chochote ni ngumu kuamua. Kwa hiyo pakiwa na makaburi ya pamoja ndio sana kuyawekea alama na kuyazungumzia. Labda unadhani umbali sahihi ni upi kati ya makaburi na makazi ya watu? Umbali sahihi upo, sawa, lakini uwezi kukata eneo lako katikati ya eneo ukasema ni eneo la makaburi. Nimetoa taratibu wa sheria, nasema eneo la makaburi litatengwa na mamlaka husika, sio na familia fulani. Kwa mamlaka ina haki ya kutenga maeneo ambayo nimetaja kwenye baadhi ya kata, na ile eneo likishatengwa linapimwa kuonekana ni eneo la makaburi. Kwenye ramani ya mipango miji inatakiwa lionekane ni eneo la makaburi. Okay, tukija hasa basi katika upande wa afya ya jamii, maziko yanaweza kuathiri vipi afya ya jamii kama hayatafanyika kwa usahihi? Sahihi kabisa, ndio maana nitaka kuzungumzia faida pamoja na hiyo ni faida moja hapo.
ukizika kwenye makaburi ya pamoja unakuwa umelinda afya ya jamii na mazingira. Tumeona hapa katikati kunaweza kupakana na magonjwa ya kuambukiza. Sawa. Marehemu wanaokufa kwa magonjwa yao kuna namna bora ya kuhifadhi na kuzika na kuwatenga mbali na jamii. Sababu tunaamini pamoja na kuzika na magonjwa mengine yanaweza kuendelea kuambukizwa kwenye kaburi. Ndio lengo kubwa hilo pia. Tuliona kipindi cha COVID-19, tuliona kipindi cha Ebola, kuna namna bora ya kuwatenga. Tunaweza kuwa na makaburi ya pamoja tunawazika, lakini ile inahitaji special attention. Sababu tayari pamoja na kwamba ni marehemu bado panaweza pakawa na riski kubwa ya jamii kuendelea kupata magonjwa. Hilo ni moja. Lakini lingine, ukizika tu kiolela unaweza ukaleta madhara kwenye vyanzo vya maji na maambukizi mengine ya magonjwa.